Daudi na Goliathi. Katika mji mdogo wa Bethlehemu, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Daudi, akiwa mdogo kuliko ndugu zake wanane. Wakati ndugu zake wakubwa walikaa nyumbani au walijiandaa kwa kazi muhimu, Daudi alitumia siku zake nje akichunga kondoo wa baba yake. Alitembea katika mabonde ya kijani na vilima vya upole, akiangalia anga na kujihisi karibu na Mungu katika mashamba tulivu. Hakuna aliyefahamu kwamba Mungu tayari alikuwa akimuongoza huyu mchungaji mdogo kuelekea wakati ujao wa pekee sana. Daudi alipokuwa akichunga kondoo peke yake, hatari wakati mwingine ilijitokeza kimya kimya kutoka vilima na sehemu zenye giza zilizo karibu. Wanyama wa pori walijaribu kuwanyakua kondoo, lakini Daudi hakukimbia wala kuwaacha. Alisimama imara na alifanya kila awezalo kuwalinda kondoo, akimwamini Mungu amsaidie. Katika nyakati hizi tulivu lakini ngumu, Daudi alijifunza kuwa jasiri na kumtegemea Mungu. Siku moja, Mungu alimtuma mtu aliyeitwa Samueli kwenda Bethlehem kuitembelea familia ya Daudi. Samueli aliwaangalia ndugu wakubwa wa Daudi, waliokuwa warefu na wenye nguvu, akafikiri mmoja wao ndiye angechaguliwa. Lakini Mungu alimwonyesha Samueli kwa upole kwamba hachagui watu kwa kuangalia sura ya nje. Mungu alimchagua Daudi mchanga, akionyesha kwamba huangalia zaidi moyo kuliko chochote kingine. Mbele ya baba yake na ndugu zake, Samueli alimimina mafuta juu ya kichwa cha Daudi kuonesha uchaguzi wa Mungu. Kuanzia siku hiyo, Daudi alichaguliwa kwa jukumu muhimu, ingawa bado alikuwa mdogo sana. Hata hivyo, hakuna kilichobadilika mara moja, naye Daudi alirudi mashambani kama hapo awali. Aliamini kwamba mpango wa Mungu ungeweza kutimia kwa wakati wake ufaao, naye alisubiri kwa uvumilivu. Baada ya muda, vita kubwa vilianza kati ya watu wa Israeli na maadui zao. Makundi mawili yalisimama kwenye vilima vinavyokabiliana, huku bonde pana likiwa kati yao. Siku baada ya siku, askari walichoka na kuogopa, wasijue wafanye nini. Hofu ilijaza kambi, na hakuna aliyekuwa tayari kuchukua hatua ya kwanza. Kila asubuhi na jioni, shujaa mkubwa aliyeitwa Goliathi alitoka na kusimama bondeni. Alikuwa mrefu na mwenye nguvu kuliko mtu yoyote, na alivaa silaha nzito. Goliathi alipiga kelele kwa sauti kubwa, akiwadhihaki askari na kumdhihaki Mungu wao. Askari walisikiliza kwa hofu, na kila waliposikia sauti yake walijihisi wadogo zaidi. Uko Bethlehemu, baba yake Daudi alimwomba apeleke chakula kwa ndugu zake waliokuwa kambini. Daudi alitii kwa furaha na akaelekea mahali askari walipokaa. Alipofika, alisikia kelele kubwa zikitoka bondeni chini. Daudi aliwaona askari wakitetemeka na moyo wake ukasumbuka kwa alichokiona. Daudi alianza kuwauliza askari kwa nini hakuna anayesema wala kusonga mbele. Hakuweza kuelewa jinsi wangeweza kukaa kimya wakati Mungu alikuwa akidhihakiwa. Baadhi ya askari walimcheka Daudi na kumwona kama mvulana asiyejali. Lakini Daudi aliamini kwamba kumwamini Mungu ni muhimu zaidi kuliko kuogopa. Habari kuhusu Daudi zilimfikia mfalme, naye Daudi akaletwa katika hema la kifalme. Daudi alizungumza kwa utulivu na kusema hakuna anayepaswa kukata tamaa kwa sababu ya adui. Mfalme alimwangalia Daudi na akahofia kwa sababu alikuwa mdogo na hafifu. Daudi alieleza jinsi Mungu alivyomsaidia hapo awali na kwamba angemsaidia tena. Mfalme alijaribu kumlinda Daudi kwa kumpa silaha nzito avae. Lakini Daudi hakuweza hata kusogea vizuri na akahisi hazimtoshei. Hivyo alivua silaha hizo na akachagua mawe ya kawaida kutoka kijito kilicho karibu. Daudi aliamua kumwamini Mungu kikamilifu, akijua ushindi hautokani na silaha.
Akiwa na kombeo mkononi mmoja na fimbo ya mchungaji mkononi mwingine, Daudi alitembea polepole kuingia katika bonde pana la Ela, kuelekea jitu lililokuwa likisubiri. Goliathi alipomwona kijana mdogo akija bila silaha wala upanga, alicheka kwa sauti ya dhihaka. Alipiga kelele za hasira na vitisho vya kutisha, akiwa na hakika kwamba vita vilikuwa tayari vimeshinda. Lakini Daudi hakusimama wala kurudi nyuma, kwa sababu ujasiri wake ulitokana na kumwamini Mungu, si kuogopa jitu. Amesimama imara bondeni, Daudi aliinua sauti yake ili majeshi yote mawili yasikie waziwazi. Alisema kwamba jitu lilikuja kwa silaha, lakini yeye alikuja kwa jina la Bwana atawalaye yote. Daudi alitangaza kwa ujasiri kwamba Mungu angeonyesha kila mtu kuwa ushindi wa kweli hautokani na upanga wala nguvu. Maneno yake yaliposikika bondeni, majeshi yote mawili yalikaa kimya, yakistaajabishwa na imani ya mchungaji huyu mchanga. Bila kusubiri tena, Daudi alianza kukimbia mbele, moyo wake ukiwa thabiti na umejaa imani kwa Mungu. Alipokuwa akikimbia, aliingiza mkono wake mfukoni na kuchagua jiwe moja laini, kama alivyofanya mara nyingi alipokuwa akichunga kondoo. Daudi alizungusha kombeo kwa mikono iliyozoea, akitazama si jitu bali msaada wa Mungu. Kwa wakati mwafaka, aliachia jiwe hilo, akimwamini Mungu kuliongoza. Jiwe liliruka kwa kasi hewani na kumpiga Goliathi moja kwa moja kwenye paji la uso kwa nguvu kubwa. Jitu lenye nguvu lilitetemeka, likapoteza mizani na likaanguka kifudifudi chini kwa kishindo kikubwa. Kwa muda mfupi, bonde lote lilikaa kimya, huku kila mtu akitazama kwa mshangao. Ndipo watu wa Israeli walipotambua kwamba Mungu mwenyewe alikuwa amewapa ushindi kupitia mchungaji mdogo. Baada ya vita, Daudi alijulikana kote nchini, na watu wakaimba nyimbo kuhusu ujasiri wake na msaada wa Mungu. Mfalme Sauli alimleta Daudi ikuluni na kumpa majukumu muhimu jeshini. Lakini mafanikio ya Daudi yalipozidi kuongezeka, wivu ulianza kujaa kimya kimya moyoni mwa mfalme. Kupitia miaka mingi ya magumu, Daudi alijifunza kutumikia kwa uaminifu na kumwamini Mungu hata wakati maisha yalipoonekana kuwa si ya haki. Baadaye, mfalme Sauli alipokufa vitani, Mungu alianza kutimiza ahadi aliyokuwa amempa Daudi zamani. Watu wa kabila la Yuda walikuja kwanza na kumpaka Daudi mafuta kuwa mfalme wao katika mji wa Hebroni. Daudi alitawala kwa unyenyekevu, akikumbuka kwamba uongozi ni zawadi kutoka kwa Mungu, si thawabu aliyojipatia. Aliendelea kusubiri kwa uvumilivu, huku Mungu akitimiza mpango wake hatua kwa hatua. Hatimaye, viongozi wa makabila yote ya Israeli walikusanyika na kumtambua Daudi kuwa mfalme wao halali. Kwa furaha na shangwe, walimpaka mafuta kuwa mfalme wa taifa lote. Daudi aliweka kiti chake cha enzi Yerusalemu, ambacho kikajulikana kama mji wa Daudi. Kutoka hapo, aliwaongoza watu kumfuata Mungu pamoja kama taifa moja. Hata alipokuwa mfalme, Daudi hakusahau siku zile alipokuwa mchungaji mdogo akichunga kondoo mashambani. Alijua kwamba mfalme wa kweli ni Mungu, na yeye mwenyewe alikuwa mtumishi tu aliyechaguliwa kuongoza kwa uangalifu. Daudi alitawala kwa imani na unyenyekevu, akitafuta mwongozo wa Mungu katika kila uamuzi. Maisha yake yalionyesha kwamba nguvu ya kweli na ushindi hutokana na kumwamini Bwana.